Ahlan wa sahlan, karibu sana mtazamaji wa Mlimani TV katika kipindi cha Mlimani leo asubuhi, ikiwa ni wasaa wa kutazama Jahara sehemu ya pili, sehemu mahsusi kabisa kwa ajili ya kuzichakata, kuzichambua na kuzidadavua mada mbalimbali za kimichezo ambazo zinajiri hapa nyumbani Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Jina langu ni The Super Duper Striker, utakuwa nami hii leo Rahman Yahaya, lakini siko peke yangu hapa studio. Yuko mwanadada mchambuzi Salama Mwiga. Salama, karibu sana. Asante sana Rahman. Naam. Leo ni tarehe 23 ya leo ni tarehe 24 ya mwezi huu wa 3 mwaka 2025, ikiwa ni siku njema kabisa kwa ajili ya kuzitazama mada hizo za kimichezo. Lakini hii leo mada husika ni kuhusu mchezo wa Jumatano kati ya Taifa Stars kwa maana ya timu ya taifa ya Tanzania dhidi ya Simba wa Atlas ama Morocco, utakaopigwa kule nchini Morocco kuhakikisha kwamba timu kadhaa zinaenda kufuzu katika michuano ya kombe la dunia la mwaka 2026. Nchi tatu ndo zitahost au zitakuwa wenyeji wa mashindano ya kombe la dunia kwa maana ya USA ama Marekani, lakini Mexico na Canada. Na moja kwa moja Tanzania anaenda kukutana na Morocco, mechi ngumu kweli kweli. Ni mechi ngumu kweli kweli, ukiangalia hasa katika makaratasi, hata katika FIFA ranking unaona Morocco ndio taifa namba 1 hapa barani Afrika, huku sisi Tanzania tuko nafasi ya 27, lakini ukiangalia duniani Morocco ni namba 14 wakati sisi ni 117. Kwa unaona ni utofauti huo kwamba sisi katika viwango wao Morocco pamoja na sisi Tanzania ni tofauti. Kwa hiyo ni mchezo mgumu ambao Tanzania tunaenda kukutana nao, Rahman. Ni muhimu kiasi gani huu mchezo ambao utaenda kuiweka Tanzania katika nafasi ya pili kwa sasa kwenye kundi namba au tunasema kundi E? Tanzania inashika nafasi ya pili ikiwa na inashika nafasi ya 3 ikiwa na alama 6. Nafasi ya pili iko ni Jana, yeye ana alama 6. Utofauti ni mabao ya kufunga na kufungwa, lakini kinara wa kundi mpaka sasa ni Morocco ambaye ana alama 12 na michezo yake 4. Unadhani ni muhimu kiasi gani huu mchezo kwa Stars kushinda au kupata alama yoyote pale? Umuhimu wa timu yetu ya taifa ya Tanzania kupata alama 3 au kupata alama 1 ni muhimu, kwa sababu ukiangalia Morocco pengine anatumia sisi kama daraja yeye kwenda kujiweka katika nafasi nzuri zaidi. Lakini sisi Tanzania inahitajika dedication kwa wachezaji na wananchi kuweza kuiombea dua timu yetu ya Taifa Stars, kwa sababu endapo tutapata alama 1 itakuwa imempunguza kasi Morocco ambaye yupo katika mbio za kuqualify moja kwa moja kwenda katika hatua hiyo inayofuata. Kwa hiyo alama 1 tunaweza tukaipata na uwezo huo tunao, kwa sababu ukiangalia siku zote ukishaona mchezaji mpinzani wako yupo vizuri unatakiwa uingie kama timu ya pili uwanjani. Kwa hiyo endapo Tanzania tutaingia kama timu ya pili uwanjani, tunaweza tukatumia zile nafasi ambazo watakuwa wanaziacha endapo akija kutushambulia, nikimaanisha counter attack ambazo zinaweza zikatulipa hivyo, na wachezaji hao tunao. Mwangalie mchezaji kama Kibu Denis Prosper, mwangalie mchezaji kama Clement Mzize ambao wamesha prove katika timu zao wanazozichezea. Ni mbinu gani sasa kocha wa Stars Hemed Suleiman Morocco na mikakati ambayo anatakiwa ajiwekee kwenda kwenye mchezo huu husika ambao kiuhalisia ni mgumu? Mwalimu Hemed Suleiman Morocco sina shaka naye ni mwalimu mzuri, always amekuwa akiusoma mchezo. Kwa sababu gani nasema hivyo? Unaona kabisa mchezo akishaona unakuwa ni mgumu, kuna mbinu ambazo anazozitumia, lakini kuelekea katika mchezo dhidi ya Morocco moja kwa moja naona kabisa Tanzania nitakuwa tucheze katika low block, tukae katika eneo letu. Lakini endapo timu ya Morocco wachezaji wakiwa wanakuja sisi kutushambulia, tunaweza tukatumia counter attack, lakini pia vile vile tuna viungo ambao wanaweza wakajaribu mashuti ya mbali. Mwangalie mchezaji kama Faisal Salum ambaye anachezea Azam FC. Ukiona kumbukumbu nzuri Rahman Yahya katika mchezo dhidi ya Jina kule nyumbani kwao tuliwafunga 2-0, ambapo Faisal Salum alipiga mpira mirefu, mwisho wa siku kaingia golini. Lakini pia vile vile angalia Mudathir Yahya Abbas. Kwa tuna viungo ambao wanaweza kutoka katika boksi letu wakaenda katika boksi la timu pinzani kwenda kuongeza idadi ya wachezaji na wakafanya jambo zuri linaweza kutuletea matokeo. Kwa hiyo tutumie low block, tutumie counter attack, lakini pia vile vile tutumie mipira mirefu, kwa sababu ukiangalia katika eneo la defenders kuna wachezaji wazuri. Kwa mfano mwangalie mchezaji kama Ashraf Hakimi. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri. Uone kama mipira mirefu itakuwa ni tatizo, kwa sababu kwa vimo unaona wachezaji wa Morocco wamepanda juu kweli kweli tofauti na wa Stars. Uone kwamba wakitumia counter attack au kwa mipira mirefu ambayo inaenda kwenye box la mpinzani kidogo itakuwa ni changamoto kwa Stars.
Yes, inaweza ikawa ni changamoto, lakini hauna budi kujaribu nafasi unayoweza ukaipata kwa muda huo. Kwa hiyo wakipata nafasi ya kufanya hivyo, ya kujaribu mashuti ya mbali, ni vizuri wakajaribu. Okay. Na tunaona kuna baadhi ya wachezaji ambao wameachwa au wametimwa kwenye itikio au kwenye ule mkeka ambao umetolewa na timu ya taifa ya Tanzania. Tunaona senior Bwana Ali Samata ambaye ni captain, lakini pia Himid Mao Mkami, wote hawapo. Unadhani ni pengo gani ambao wataliacha au kuna kitu gani ambacho hakitakuwa sawa kwenye timu? Ukiangalia hapo moja kwa moja pengo litakuwepo. Nikianza kwa pointi ya kwanza, ukiangalia Bwana Ali Samata ni mchezaji ambaye pengine angeitwa katika kikosi, ndiye mchezaji ambaye ameitumikia Taifa Stars kwa muda mrefu sambamba na Shomari Kapombe ambaye yupo ameitwa sasa hivi. Ndiyo. Kwa hiyo uzoefu wake wa kuitumikia Taifa Stars hiyo moja, ana uzoefu, kwa hiyo angekuwepo angeweza kuongeza kitu. Lakini pia vile vile Rahman, unaangalia mchezaji kama Bwana Samata ambapo timu ambazo zinapangwa na Tanzania huwa wanaangalia katika kikosi, je, Bwana Ali Samata yupo? Endapo akiwepo, anakuwa sasa wao wanajipanga vingine, sio tu kujipanga kucheza na Tanzania, bali kwenda kumkabili Bwana Ali Samata. Kwa hiyo Bwana Ali Samata huwa anakuwa kama fear factor kwa timu pinzani, ambapo watakuwa wanamwangalia kwa jicho la tatu zaidi. Lakini pia vile vile angalia, yeye ni captain namba 1 wa timu ya taifa. Kwa hiyo ile uongozi ambao commandment yake ambayo ataifanya kwa wachezaji wenzie pengine inaweza kupotea. Ukiangalia Himid Mao Mkami ndio captain namba 2, naye pia hajaitwa. Kwa Himid Mao Mkami so far ni mchezaji mzuri, lakini output yake kwangu mimi naiona kwamba sio kubwa. Yes, ni ndogo sana, tofauti na Bwana Ali Samata, anakuwa kama vile kinyago uwanjani pale anapokuepo. Sasa ni nani ambaye anatakiwa bebeshe majukumu ya kwamba wewe hapo sasa ndio unaenda kama vile kioo na unaweza kubadilisha au peleka athari katika timu pinzani, tofauti na Bwana Ali Samata ambaye hajaitwa safari hii kwenye kikosi cha timu ya Taifa Stars? Probably hapo kwa upande wangu mimi nitaenda moja kwa moja na Simon Happy God Msuva, ambaye pia ni mchezaji ambaye ameitumikia Taifa Stars kwa muda mrefu. Ukiangalia ligi ambayo anayocheza, ligi ya Uturuki Al Talab, ambapo anakutana na wachezaji wengine ambapo wameitwa katika kikosi hiki cha Morocco. Kwa hiyo so far wachezaji wote wanatakiwa wajitoe kwa hali na mali ili kuweza kupata alama 3. Hata kama sisi tusipofuzu, lakini ikae historically tulimaliza katika nafasi ya 2, labda tulimfunga Morocco au tulitoa sare na Morocco nyumbani kwake. Timu ya Morocco ni nzuri, ukiangalia rekodi yake katika michezo hivi karibuni, lakini pia amekufika nusu finali ya kombe la dunia mwaka 2022 na akatolewa na Ufaransa. Unadhani mchezo utakuwa una changamoto gani, una ugumu gani, kwa ukizingatia rekodi ya Morocco ni kubwa na ni heavy kweli kweli? Yes, ukiangalia kwanza Morocco katika kundi amecheza michezo 4 na yote ameshinda. Haijalishi ni ugenini au ni nyumbani, kuonesha ni jinsi gani ameshajipambanua. Tanzania tunaenda kukutana na timu ngumu kama ulivyosema, ni ameenda hadi nusu finali ya kombe la dunia, ni hatua kubwa sana aliyofikia Morocco. Kwa mchezo utakuwa ni mgumu zaidi, lakini pia vile vile aina ya wachezaji wake ukiwaangalia wanacheza katika ligi ngumu. Kwa mfano, nitakuja kwa mfano katika Bundesliga, ligi ya Ujerumani, kuna mchezaji kama Amin Adil ambaye anacheza Bayern Leverkusen, lakini mwangalie Brahim Diaz ambaye ni mchezaji wa Real Madrid, ambapo katika mchezo wa UEFA Champions League ilikuwa Man City dhidi ya Real Madrid, ambapo Man City alikuwa amefunga goli 3. Lakini Real Madrid ni kama vile walikuwa wameshaelemewa, lakini super sub ambayo Brahim Diaz anaingia, anafika anasawazisha. Kwa hiyo timu ya Morocco na wachezaji ambao wanaweza wakaamua matokeo. Lakini ukiachana na hivyo, mwangalie mchezaji kama Hakim Ziyech ambaye amepita vilabu mbalimbali vikubwa, kwa mfano Ajax, Chelsea, Galatasaray, lakini sasa hivi yupo katika ligi ya Uturuki. Kwa unaona ni jinsi gani quality ya wachezaji ambao wanayo Morocco ni tofauti na sisi ambao wachezaji wengi walioitwa wanacheza katika NBC Premier League. Kubaki hapo kwenye rekodi zinatunzwa, na mpaka sasa nimeangalia kwenye mechi 7 ambazo zimepita, hakuna draw hata moja. Tanzania ameshinda mara 1 tu, na Morocco ameshinda mara 6 zote zilizobaki. Sasa kuelekea kwenye mchezo ujao hapo Jumatano, unaona rekodi gani ambayo itaendelea kwenda? Either Tanzania aongeze mchezo wa pili kushinda, au arudishe tena sasa kuwe na takwimu nyingine kwa maana ya draw ya kwanza, au aendeleze uteja kwa Stars kwa maana ya kuwafunga mara 7?
Historia katika mpira wa miguu zimewekwa ili kutoa taswira mchezo utakuwaje, lakini hiyo haimaanishi kwamba Tanzania anaenda kupoteza mchezo huo moja kwa moja mbele ya Morocco. Kwa hiyo sasa, kwa maana hiyo naweza ukasema kwamba Morocco sawa, tukikutana naye tumekuwa akitufunga mara nyingi, ametufunga mara 6 kama ulivyosema. Lakini mimi naweza nikasema kwamba kikosi ambacho kilikuwa kinacheza kipindi kile ni tofauti na cha sasa. Lakini pia vile vile angalia, sisi hapa Tanzania tunaweza tukaja kuwa kama surprise package katika kundi letu, na hivyo hata katika makundi mengine sasa hivi kuna timu ambazo hazijategemewa. Angalia nchi kama Sudan. Yupo sasa hivi anaongoza kundi katika kundi lake, lakini Sudan naona ametokea katika ukanda huu wa Sekafa ambao sisi tunatoka, anakutana na timu kama Ivory Coast ambazo ni mataifa makubwa. Hiyo yote sio kwamba sisi Tanzania tutashindwa labda kupata hata sare. Kwa hiyo na vile mpira ni mchezo wa dakika 90. Kwa hiyo tusubiri dakika 90 zitasema nini. Sofa katika makaratasi unampa nafasi Morocco, na inatakiwa heshima yake Morocco tumpe kwa sababu ametuzidi pakubwa. Mtazamaji, hii ni Mlimani leo asubuhi. Hivi sasa ni kipengele cha Jahara sehemu ya pili, sehemu mahsusi kabisa kwa ajili ya kuzichakata na kuzichambua mada mbali za kimichezo ambazo zinajiri hapa nyumbani Tanzania, lakini pia wakati mwingine hata nje ya mipaka ya Tanzania. Jina langu ni The Super Duper Striker, niko hapa na mwanadada Salama Mwiga kuhakikisha kwamba tunakuletea wewe kile kilicho bora, na leo tunazungumzia kuhusu mada ya Stars dhidi ya Morocco, ambayo mchezo utaenda kupigwa hapo Jumatano kule nchini Morocco, na Stars kuhakikishia ile nafasi ya kuelekea kwenye kufuzu kombe la dunia la mwaka 2026. Je, mchezo utakuwaje? Ndo hapa tunajadili mada hiyo nzuri kabisa. Salama, sasa wachezaji gani ambao ni wa kuogopa au nasema ni tishio katika timu ya Morocco? Wana wachezaji wazuri kweli na wanacheza ligi za nje, lakini sasa kuna wale wachezaji ambao ni key, tunasema wale ukiwashika basi Morocco umewashika pabaya, na pengine wanaweza wasifanye mabaya, wanaweza pia wasiwe na hatari katika timu ya Taifa Stars. Kwanza kabisa ukianzia katika eneo lao la goalkeeper wao ambaye ni Yasin Bonu ambaye anachezea Al Ahli ya kule Saudi Arabia. Kwa ni goalkeeper mzuri. Lakini pia vile vile nenda kaangalia katika eneo lao la midfield kuna mchezaji anaitwa Nasri Mazraoui ambaye yupo Manchester United, ambaye huyu akisema kwamba yeye ndio anaamua timu, je, mpira uende wapi na usifike wapi. Anaangalia kona zote. Yes. Na ni pasa mzuri kabisa, pasi zake huwa zinafika. Lakini pia vile vile kama nilivyosema, Brahim Diaz ni striker mzuri, na kwa aina ya ligi anayocheza, La Liga ni ligi kubwa Rahman, na klabu anayochezea Real Madrid ni klabu kubwa. Lakini ukimwangalia mchezaji kama Amin ambaye anachezea Uturuki, kwa wao ni wachezaji ambao wa kuchungwa zaidi. Hakimi anakosekana. Ashraf Hakimi yes anakosekana, lakini kuna mchezaji anaitwa Hakimi Ziyech. Kama nilivyokuambia amepitia katika vilabu vikubwa. Kwa hiyo hao kwangu mimi ndio wachezaji ambao naenda endapo akiwa wamewekewa, yani sisi tunatumia kama ni homework kwenda kwenda kuwadhibiti hao wachezaji. Kwa Mwalimu Hemed Suleiman Morocco na wachezaji hao sisi tunao. Ukiangalia sisi tuna mabeki ambao wanaweza wakasema sisi hapa leo hatupandi. Muangalie mchezaji kama Dickson Job, mwangalie Ibrahim Abdullah Baka, Abdurazak Hamza. Kwa mfano sasa Mwalimu Hemed Suleiman Morocco akija na kuweka utatu ule wa nyuma, sidhani kama Morocco ataweza kujipambanua zaidi. Kwa mfano akimweka Abdurazak Hamza, Dickson Job, amweke Ibrahim Abdullah Baka katikati pale, amweke Yusuf Kagoma, amweke Mirosh na Mudathir Yahya, basi hamna mtu anapita. Hakuna mtu atakayepita. Kwa maana hiyo Tanzania nafasi tunao, na wachezaji pia tunao wanaweza kutuletea chochote kitu. Okay, na mazingira pengine nje ya uwanja sasa tunasema ndo other factors pengine inaweza kuleta changamoto au athari gani kwa Stars kuhakikisha kwamba labda pengine wanakuwa hawako vizuri, pengine labda mazingira yanaweza yakachangia kwa kiasi fulani? Mazingira anaweza akachangia kwa sababu ukiangalia mashabiki ni mchezaji wa 12. Na system ya mataifa ya Kiarabu ushangiliaji wao huwa wakai chini. Wao ni wanainuka muda wote. Kwa hiyo wao wasiangalie ile peer pressure ya nje, kwa sababu wameshakutana na mechi kama hizo hata katika vilabu vyao. Kwa hiyo sidhani kama wakishaona mashabiki wapo wengi majukwani itasababisha wao kupoteza mchezo. Je, kundi hili lina ugumu kilinganisha na makundi mengine? Kwa maana sasa hivi kundi E tunasema timu 2 zimeshajiondoa, kwa maana ya Kongo na Eritrea, kwa zimesalia tu timu 4, tofauti na makundi yote yaliyobaki wana timu kuanzia 6, wana timu 6. Kwa hiyo unadhani hili kundi limekaaje? Either ni rahisi sana au ni gumu, kwa maana ya timu zimesalia ni 4 tu ambazo zinashindania?
kundi huwezi ukasema rahisi moja kwa moja, lakini ule mzigo pengine unaweza ukasema umepungua. Na ukiangalia katika kundi letu Morocco tu ndio timu tishio ambayo unaweza ukasema sisi wamesha qualify tayari. Yes. Lakini ukiangalia Zambia tunaweza tukacompete naye ambaye tulimfunga nyumbani kwake. Lakini pia ukiangalia timu nyingine Nigeria naye tunaweza tukacompete naye. Kwa kundi sio gumu na wala sio rahisi, lakini approach ya mwalimu kuelekea mchezo husika ndio itaanza kuamua sisi tuwe katika nafasi gani katika kundi. Okay. Ngapi sasa unaona Jumatano hapa? Inakuwaje, mzani utakuwaje? Ni Stars ama Simba Atlas? Kwa upande wangu mechi natabiri itakuwa sare. Itakuwa sare. Huu ni utabiri wa kwake Salama Mwiga, na anasema kwamba mechi ya Jumatano kati ya Taifa Stars dhidi ya Simba Atlas ama Morocco utakuwa ni sare. Hii ilikuwa ni Mlimani leo asubuhi, ikiwa ni wasawa kipengele cha Jahara sehemu ya pili, sehemu mahsusi kabisa kwa ajili ya masuala mbalimbali ya kimichezo. Na hii leo tulikuwa tunazungumza kuhusu mada ya mchezo wa hapo Jumatano ambao utaenda kuhakikisha kwamba timu kadhaa zinafuzu kuelekea katika kombe la dunia la mwaka 2026. Ni mechi kati ya Taifa Stars ama timu ya taifa ya Tanzania dhidi ya Simba Atlas ama Morocco, na mchezo utapigwa kule nchini Morocco. Kufikia hapo sasa nimefika tamati wa kipindi hiki cha Mlimani leo asubuhi. Ulikuwa nami muda wote ni the super duper striker Rahman Yahaya, lakini pembeni yangu hapa alikuwa yuko Salama Mwiga kuhakikisha kwamba tumekupa wewe kile kilicho bora. Endelea kutazama Mlimani TV kokote pale ulipo. Tunapatikana YouTube @Mlimani TV UDSM, lakini kule Instagram unaweza kutucheki Mlimani TV Mlimani TV official. Sasa nikwambie tu sina la ziada mpaka wakati mwingine tena. Bye bye.